Yesu. Nichukue nafasi ya kuwakaribisha katika ibada yetu ya kwanza ya mwaka mpya katika jina la Yesu. Popote unatazama ukiwa pia, tunasema karibu sana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Karibu katika mwaka wa 2026, mwaka wetu wa kuweza kutii na kutimiza tume kuu ya Mungu katika jina la Yesu. Kwa hivyo nakukaribisha tena tunapoanza mwaka mwingine tena wa kubarikiwa katika jina la Yesu. Kama vile ambavyo tulikuwa baraka kwako mwaka uliopita, tunaamini pia mwaka huu tunaenda kukuwa baraka tena sana katika maisha yako katika jina la Yesu. Tutazame kwa sababu ya mabadiliko ya mawazo yako katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Maandiko yanasema mbali mgeuzwe kwa kufanywa upya kwa nia zenu. Tuko hapa kubadilisha nia yako katika jina la Yesu. Hiyo ndio kazi tuko nayo tena mwaka huu. Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tunabadilisha nia yako, tunaweka nia ya Mungu kupitia ama kutumia neno la Mungu. Kwa hivyo nasema karibu sana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na pia nakuomba ukaweze kushare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nasema karibu katika jina la Yesu Kristo. Si unaweza kumsalimu mtu na kumkaribisha kwa mwaka mpya? Salimia mtu na mkaribishe kwa mwaka mpya. Salimia mtu na mkaribishe mwaka mpya katika jina la Yesu. Amen. Weka mkono juu, sema happy new year. Happy new year. Happy new year. Amen. Kuna wengine niliwaona mwaka jana. Paz, ulikuwa mweusi sana mwaka jana. Hii mwaka umekuwa mweupe. Wewe na kuona saa hii. Nani mwingine sijaonana na yeye? Florence. Watu wanakuwa weupe tu. Mimi ndio nakuwa mweusi peke yangu hapa. Si ni baraka kuanza mwaka mwingine tena. Amen. Theme yetu ya mwaka huu ni fulfilling the Great Commission. Sema fulfilling the Great Commission. Ama obeying the Great Commission. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiswahili tunasema ni mwaka wa kutimiza tume kubwa ama tume kuu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni mwaka wetu wa kuweza kuongeza ufalme wa Mungu. Ni mwaka wetu wa kuweza kufikia watu. Ni mwaka wetu ambao utakuwa ni mwaka wa kukuchochea sana, tena sana. Majukumu yetu rasmi ni kuhakikisha tunaenda. Majukumu yetu rasmi ni kufanya nini? Ni kuhakikisha tunakutia moyo na kukuhimiza uende. Sema amen. Salimia mtu mwambie uko tayari kwenda. Salimia mtu mwambie uko tayari kwenda. Mwambie uko tayari kuenda. Mwambie mwaka huu ni mwaka wa kuenda. Shetani ashindwe. Geukia mtu, salimia mtu mwambie mwaka huu ni mwaka wa kuenda. Geukia mwingine mwambie ni mwaka wa kuenda. Sema ni mwaka wa kuenda ama ni mwaka wa kuwaendea. Sema ni mwaka wa kuwaendea wenye dhambi. Bwana asifiwe. Na ninataka kuamini Mungu mwezi huu wa Januari ninapofunza kuhusu the Great Commission, ninaenda kukuanoint na kutangaza the grace of witnessing or evangelism ishuke kwa hii kanisa kabisa. Tuvuruge wenye dhambi katika mji wa Kericho, tufikie kila mwenye dhambi, na malengo ni kuhakikisha yeyote aliye karibu na wewe na hamjui Yesu, unafanya bidii ya kumbadilisha amjue Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni mwaka wa kuenda, na kwa sababu ni mwaka wa kuenda, basi kuna neema ya kuenda. Kila kazi ambayo Mungu anakupatia neema na anakupatia nguvu. Mwimbaji ana neema ya uimbaji. Sasa waimbaji wote ni waimbaji, lakini utapata neema zao ni tofauti. Wana neema tofauti kulingana na vile wanafanya.
Mimi ni mhubiri, ni mchungaji, mimi ni mhubiri, mwingine pia ni mchungaji, yule pia ni mchungaji, sote tunahubiri, lakini neema tuliyo nayo ni tofauti. Neema ndiyo inayotuwezesha kufanya vitu. Kwa hivyo kufanya kwangu vitu ni mchungaji, lakini utapata vile ninavyofanya ministry ni tofauti na ule mchungaji, lakini sote ni wachungaji. Neema tofauti ama uwezo ni tofauti, nguvu ya kufanya vitu ni tofauti, lakini kipawa ni moja. Kwa hivyo kila mara Mungu anapokutuma kufanya kitu, anapokuambia ufanye kitu, kaa ukijua ya kwamba neema ya kuifanya anakupatia. Na sasa mwaka huu ni mwaka wetu wa kuwafikia wenye dhambi na habari za Kristo Yesu. Basi natangaza neema ya kuenda ipo, neema ya kuwafikia ipo katika jina la Yesu. Na ninapoanza kufanya mafundisho haya siku ya leo, the more mafundisho haya unapokea, natangaza ndivyo neema hii ishuke juu yako kwa jina la Yesu. Natangaza ndivyo neema hii ishuke juu yako, neema ya kuenda, neema ya kuwafikia, neema ya kuwafikia, neema ya kuwafikia, neema ya kuwafikia, neema ya kuenda, upako ya kuenda, upako ya kuenda. Sema amen. Sijui kama umejua kwamba ufalme wa Mungu ni ufalme wa kuenda. Sijui kama unajua ufalme wa Mungu ni ufalme wa nini? Kuanzia mwanzo hata kazi ya kukomboa mwanadamu yote ni kuenda. Leo asubuhi nilikuwa napitia hii kitabu cha Mathayo 28, nikaona neno kuenda ni mingi sana, na ninaangalia Mungu alipopanga kumwokoa mwanadamu, kuna mtu alitumwa akaenda. Tuanzie hapo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na nini? Na uzima. Kwa hivyo Yesu alitolewa ili aende awafikie wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema aliacha. Alifanya nini? Hiyo ni kumaanisha alitoka. Kwa hivyo ukombozi wa wanadamu ulianza kwa kuenda. Ilimbidi Yesu aache utukufu aende. Ilibidi Yesu aache utukufu wake akakuja akaenda. Leo nimekuja kusema tusipoenda hawawezi wakamjua. Tusipoenda hawawezi wakamjua. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu alikuja na mpango ya kumkomboa mwanadamu, Mungu akawaza nitamrudisha mwanadamu, nitamrudisha mtoto wangu. Mungu alipowaza kuhusu kumbadilisha mwanadamu, Mungu alipowaza kuhusu kumkomboa mwanadamu, ilimgharimu kutumana. Bwana Yesu asifiwe. Alipowaza mwanadamu ni mwenye dhambi, nitambadilisha aje, nitambadilisha aje, kwa mawazo yake ikakuja, ni nani nitakaye mtuma? Nataka kumbadilisha mwanadamu, ni nani nitatuma? Ili mwanadamu abadilike, lazima mtu aende. Nasema ili mwanadamu abadilike, lazima mtu aende. Ndio kama zako mwambie lazima uende. Ndio kama zako mwambie lazima uende. Mwambie mwenzako lazima uende. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, ni vibaya na ni makosa kulalamika kwa ajili ya dhambi. Ni vibaya na ni makosa kulalamika kwa sababu watu ni walevi.
Ni vibaya kulalamika kwa sababu uovu unaongezeka. Ni vibaya kulalamika kwa sababu mabaya yanaongezeka. Hatujaitwa tulalamike, hatujaitwa tuwaonee huruma, tumeitwa tuwaendee. Badala ya kulalamika maovu inaongezeka, chukua hatua, enda katika jina la Yesu. Badala ya kulalamika basi imeongezeka kukua nyingi, chagua kuenda katika jina la Yesu. Badala ya kulalamika makahaba ni wengi, chagua kuenda katika jina la Yesu. Badala ya kulalamika maovu ni mengi, chagua kuenda. Wacha kuongea kuhusu maovu, wacha kulalamika kuhusu waovu, enda. Mungu alipowaza kuhusu mwanadamu hakuongea kuhusu dhambi zake, hakuongea kuhusu shida zake. Aliona msamaha na akaona damu ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliona nini? Msamaha. Hakuona makosa yao. Alipoangalia akaona shida zao na makosa yao. Mungu upande yake alikuja na dili ya kuwasamehe. Na ndio maana Mungu akasema nitamtuma na. Kwa hivyo tunaona ya kwamba safari ya kumkomboa mwanadamu inaanza kwa kuenda. Inaanza kwa kuenda. Kwa hivyo Yesu alikuja duniani, ni kumaanisha kwamba alikuja kuokoa. Nasisitiza na kuongea kuhusu kuwaendea. Sema kuwaendea. Sema kuwaendea. Kwa hivyo tumeona Yesu, Mungu alipoanza kukomboa mwanadamu alisema aje? Nitatuma. Kwa hivyo lazima kukuwe na mtu wa kufanya nini? Wa kuenda. Lazima kukuwe na mtu wa kuenda. Mungu alipoanza kukomboa wana wa Israeli akasema, tazama, nimesikia kilio chao, nimeona mateso yao. Alisema nitatuma. Nani ataenda? Bwana asifiwe. Akakutana na Musa akamwambia, enda kwa Farao, mwambie Farao achilie watoto wangu. Enda. Bwana asifiwe. Nasema pokea neema ya kuenda. Nasema pokea upako wa kuenda. Nasema pokea upako wa kuenda. Ufalme wa Mungu sio ufalme wa kukaa, ni ufalme wa kuenda. Nasema ni ufalme wa kuenda. Nasema ni ufalme wa kuenda. Kanisa likienda, kanisa linatimiza makusudi ya Mungu. Kanisa likienda linagusa moyo wa Mungu. Maana Mungu alianza kuwaza mwanadamu, aliuliza nitatuma nani? Ninahisi mwaka huu katika jina la Yesu ninakuja kama Eli katika maisha yako na kukuambia ni wakati wa kusema, Bwana niko hapa, Bwana niko hapa, nitume nitaenda. Bwana niko hapa tayari kuenda katika jina la Yesu. Sema amen. Kila mara Mungu anapowaza kuhusu kufanyia mtu chochote lazima aulize nitatuma nani? Mungu aliwaza kuhusu yule mwanamke wa Sarepta. Alikuwa anataka kumbadilishia maisha, asife na njaa. Mungu akasema nitatuma na akapata Elijah, akaambia Elijah enda wapi? Enda Sarepta. Kuna mwanamke mchana ambaye atakulisha. Enda. Kuenda kwa Elijah kulileta muujiza kwa nyumba ya ule mama. Bwana asifiwe. Nasema miujiza inatendeka watu wakianza kuenda. Ukichukua hatua ya kuenda, miujiza itatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kila mara Mungu anasema nitatuma nani? Bwana asifiwe. Katika Marko 5, Yesu akampata mtu mwenye pepo, akaongea na yeye, akambadilisha mara moja, akamwambia enda. Alikuwa anataka kufuata Yesu. Yesu akamwambia hapana, ufalme sio wa kufuatana, ufalme ni wa kuenda.
Akamwambia yule mtu, alimwambia Yesu, mimi nataka kufuatana na wewe, umenifanyia muujiza wa hali ya juu, nataka niende na wewe. Yesu akamwambia hapana, nikibadilisha mtu anaenda. Akamwambia enda Dekapoli, enda kwa jamaa yako, enda kwa jamii yenu, enda kwa kijiji yenu, enda katika jina la Yesu Kristo. Yesu aliponya wengine na akawaambia, enendeni mkashuhudie vile Bwana amewatendea. Nasema pokea roho wa kuenda ambao ni roho wa Kristo. Nasema roho wa kuenda ni roho wa Kristo. Naweza nikakutajia Biblia kuanzia mwanzo kuhusu baba yetu wa imani. Mungu alianza safari na yeye aje kwa kumwambia toka. Akamwambia toka kwa jamaa yako. Akaanza na yeye kwa safari ya nini? Toka. Wacheni niwaambie, hakuna vile Mungu anaweza fanya na wewe chochote na uko pale pale. Uongo. Akamwambia Ibrahimu, toka, enda mahali nitakuonyesha. Ya kwanza, Genesis chapter 12. Akamwambia enda mahali nitakuonyesha. Haleluya. Chapter 22, muujiza wa pili. Muujiza wa kwanza chapter 12 ilikuwa wa kumfanya kukua, nitakufanya kuwa taifa kuu, nitakufanya kuwa mkuu, nitafanya vitu kadhaa Biblia inaandika hapo. Muujiza wa pili, nitakufanya kuwa baba ya wengi. Lakini Abraham lazima utoke. Genesis 22 akamtokezea, akamwambia asubuhi na mapema amka ufanye nini? Uende katika mlima nitakao kuonyesha, ukatoe dhabihu. Enda. Muujiza ama fulfillment ya mpango wa Mungu juu ya Abraham kukuwa baba ya wengi ilikuwa ndani ya kuenda. Kumfanya Abraham awe great iliwekwa ndani ya kuenda. Akamwambia toka. Ibrahimu alitoka. Ibrahimu vile alienda, maisha ya Ibrahimu ilibadilika. Akamwambia Ibrahimu, akamlalamikia Mungu, akamwambia sina kizazi atakayerithi mali yangu isipokuwa ni mtoto wa kijakazi. Mungu akamgojea. Chapter 24 akamwambia brother, unataka kutoa baba ya wengi, maana nataka kufanya kuwa baba ya wengi, lazima utoke uende. Toka, enda. Toka mahali ulipo, enda. Akamwambia enda ukamtoe dhabihu kijana yako mahali ambapo takuonyesha. Muujiza wa Ibrahimu wa kukuwa baba ya wengi ilikuwa ndani ya kutoka, enda. Leo nimekuja kutangaza, ninahisi katika ulimwengu wa kiroho tumejawa na miujiza mingi, lakini kile ambacho kita activate your miracle ni wakati utatoka, wakati utaenda. Ukitoka lazima utaenda. Ukitoka lazima utaenda. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukitoka lazima utaenda. Angalia ile kama mic yenye inasumbua siwe hiyo, ama uangalie setting kama kila kitu kwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoka lazima utaenda. Na Abraham akakuwa baba ya wengi. Sema amen. Tuangalie muujiza wa nani mwingine? Jacob. Muujiza wa nani? Jacob. The more Jacob alikaa kwa mama yao, ndiye aliishi akiwa mchanja, ndiye aliishi akiwa mkora, ndiye aliishi akiwa mwongo. The more Jacob alikaa kwa mama yao. Je, unajua Jacob alipotoka, Jacob hakuwaidanganya? Unajua Jacob alipotoka kwa mama yao hakuwaidanganya? Unajua Jacob alipotoka kwa mama yao, hata Laban anampatia vitu, Jacob anakataa. Anasema bana, raundi hii mimi nitafanya kazi, nitajipatia vitu. Ni nini muujiza wa Yakobo ulitendekea wapi?
alipotoka. Nasikia mimi nimetumwa leo tena, mimi ni Rebeka wa maisha yako, na kusema Rebeka akasema baba yenu ndio huyo anaenda, sitakubali kukupoteza hata na kijana yangu. Fanya hivi, toka. Ndio kama zako mwambie toka. Fanya hivi, fanya nini? Toka, enda kwa ndugu yangu. Muujiza wa Yakobo ulikuwa katika kutoka. Muujiza wa Yakobo ulikuwa katika kuenda. Bwana Yesu asifiwe. Unajua saa zingine tunalilia Mungu atufanyie muujiza kwa level ambayo tuko, na kumbe muujiza uko kwa the next level. Ni wewe hujachukua hatua ya kutoka. Kuna miujiza yuko hapa, kuna miujiza iko huko. Ndio kama zako mwambie miujiza ingine iko huko. Ndio kama zako mwambie miujiza ingine iko mbele yako. Yakobo akafanya nini? Akatoka. Yakobo alipoenda, kutoka kwa Yakobo kulibadilisha maisha ya Yakobo. Kutoka kwa Yakobo ndiye alikutana na Mungu. Kutoka kwa Yakobo, jamaa alikaa kwa baba yake hapo alikutana na Mungu. Alikuwa anakutana na baba yake, alikuwa anakutana na mama yake, alikuwa anakutana na ndugu yake, lakini alipotoka alianza kukutana na watu ambao sio wa kawaida. Alianza kukutana na mbingu kama la basanda. Bwana asifiwe. Dokta wenzako mwambie toka. Dokta wenzako mwambie mwaka huu toka. Dokta wenzako mwambie mwaka huu toka. Amua kutoka kwa jina la Yesu kwa ajili ya ufalme. Na kijana vile alitoka, huko alikoenda alitajirika. Huko alikoenda alipata wake. Huko alikoenda alipata watoto. Huko alikoenda alipata utajiri. Huko alikoenda ndiye alipatana na vitu yake huko. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, ukianza kutoka, uanze kutana na ulimwengu wa roho juu ya maisha yako. Uanze kutoka, anza kutana na Mungu katika jina la Yesu. Hautachoka pale kukutana na wanadamu. Hautachoka pale kukutana na wanadamu sana. Mwaka huu kwa jina la Yesu, fukutane na Mungu katika jina la Yesu. Fukutane na Mungu kwa jina la Yesu. Si ndoto zako zibadilike. Ndoto za Yakobo zilibadilika. Akaanza kuota na mbegu. Anaota na mambo ya mbegu. Ninaamini mwaka huu kutoka, ndoto za kukimbishwa hautaziota. Ndoto za kunyongwa hautaziota. Ota ndoto za kimungu. Wote ndoto za kimungu. Wote ndoto za kifalme. Haleluya! Nasema ukitoka, nasema ukienda katika jina la Yesu. Katalo ya kama pamoja. Kumbukumbu la Torati tulifunga mwaka na hiyo andiko. Deuteronomy chapter 1 verses number 6. Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu, ulivyokaa katika mlima huu vyatosha. Bomoeni hema, geukeni, ushike chini. Mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Ninaishi kama kanisa la Winners, tumekaa ndani sana. Bwana anasema imetosha. Bwana anasema sijawaitia Horebu, nimewaita mwende mbele. Bwana asifiwe. Na ninaomba neema hii ishukie mpaka watoto. Ninaomba neema hii ishukie kila mtu. Neema ya kuenda. Nasema neema ya kuenda. Nasema neema ya kuenda ishukie kila mtu. Ishukie kila mtu. Nataka kusikia mwaka huu watu wakisema Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu niliokoka wiki hii. Ni Florence aliniombea. Ule mama ndiye aliniombea. Mwingine anasema nimeokoka wiki hii, fulani ndiye aliniombea. Mwingine aseme mimi wasijaenda kanisa, lakini fulani amenikaribisha kanisani. Hizi ndizo ushuhuda tunataka kusikia. Hizi ndizo ushuhuda tunataka kusikia mwaka huu. Wale wageni wote tapata hapa mbele, nataka nikuambie tunataka kusikia wametoka kwenu. Sio mimi peke yangu. Unajua pastor ndiye alinikaribisha. Unajua pastor, hapana. Kati ya mchungaji na kondoo nani anazaa? Kati ya mchungaji na kondoo nani anazaa?
Kazi ya mchungaji ni kufanya nini? Kulisha na kuchunga. Kulisha na kuchunga. Alafu kondoo inafanya nini? Inazana, inatoa maziwa, inatoa manyoya, inatoa nyama. Ndio kama sasa mwambie si mwaka huu kuwe na watoto wako wa kiroho. Nani alikwambia mpaka ukue pastor ndio ukue mtoto? Ndio ukue na watoto wa kiroho? Ndio kama sasa kumwambia siku hizi hata watoto wa miaka 12 wanazaa watoto. Ndio kama sasa tu mwambie kuwa mtoto wa kiroho lakini pia uwe umezaa pia watoto. Ndio kama sasa kumwambia mimi mtoto wa kiroho kwa nyuma lakini nitazaa tu hata watoto wanazaa. Ndio kama sasa kumwambia hata watoto wanazaa. Hata watoto wa miaka 12 wanafanya nini? Wanazaa. Sasa unaenda kuona mtoto amezaa. Mtoto amezaa. Nasema mwaka huu watoto, zaeni watoto. Nasema watoto wangu, zaeni watoto. Mwaka huu fanya bidii, uitwe mama wa kiroho. Nani alikwambia lazima uwe pastor ndio uitwe mama ya kiroho? Spiritual parents, tuko na levels nyingi za spiritual parents. Hello? Hallelujah. Na ya kwanza, ukiombea mtu yote umeokoke, umemzaa kwa imani. Huyo ni mtoto yako, huyo si mtoto yangu. Ni ile mtaniletea mimi nifanye nini? Sasa watoto wadogo wakizaa wanafanyaje? Bado wako shule. Na ni wadogo. Wakizaa wao mnafanyaje? Wao wanapelekea mama ale ama nyanya akae na mtoto. Sasa ninawaomba kwa jina la Yesu, nyinyi ni mzae, alafu mnaniletea, mimi nitalea. Mimi nitalea wajukuu. Nyinyi muendelee na kazi zenu, muendelee na kusoma, lakini mniletee nini? Wajukuu mimi nitalea. Niko tayari kulea wajukuu. Sema amen. Sema amen. Mtu yeyote hauhitaji kukua pasta, hauhitaji kumwagiwa mafuta ndio uweze kuombea mtu aokoke. Hapana, dini na mtu akikubali mwambie rudia nyumbani. Si lazima apige magoti. Si lazima apige magoti. Unaweza tushika mkono tu wake tu kwa soko na mwambie rudia nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, ninakupenda. Hiyo tosha na unazaa. Na unakaambia sasa mimi ndio mama yako ya kiroho. Mimi ndio baba yako wa kiroho. Lakini nitakupelekea baba yangu wa kulea. Mimi bado sina uwezo wa kulea, lakini na uwezo wa kuzaa. Ndio kama sasa kumwambia hata mwenda wazimu anazaa. Ndio kama sasa kumwambia hata mwenda wazimu kuzaa. Mama mtu akiwa mwenda wazimu anakuaga mwenda wazimu kila mara. Ndio kama sasa kumwambia hata mwenda wazimu anazaa. Alafu akizaa mwenda wazimu tunafanyaje? Ananyaganywa mtoto. Watu wake wanatafutwa wanapewa, ama mtoto anapelekwa kwa children's home. Anapeanwa kwa watu wa kumlea. Ninaomba kwa jina la Yesu, mwaka huu zaa mtu kwa jina la Yesu. Mwaka huu zaa mtu kwa jina la Yesu. Mwaka huu zaa mtu kwa jina la Yesu. Wewe zaa, wewe zaa, wewe zaa, wewe zaa. Si tutafinyana hapa wapendwa. Hii mwaka lazima we meet our target. Nilikwambia mimi ninaamini kwa wingi wa watu. Mimi siamini kwa uchache wa kanisa. I don't believe in that. Afadhali niwe na watu 10 lakini waende wapi? Mbinguni. You are a lazy preacher. Amen. Amen. Afadhali niwe na watu 10,000 hata kama wote hawataenda mbinguni, wote watasikia Injili. Maana malengo yetu rasmi ni kuwafikishia Injili. Kuokoka ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mimi ninaamini kwa wingi wa watu kwa kanisa. Mimi siamini kwa uchache. Mimi ninaamini kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini tufinyane kwa jina la Yesu. Na ninaamini hatuhitaji kufanya sarakasi ndio watu wachae hapa. Hatuhitaji kuigiza ndio watu wachae hapa. Hatuhitaji kufanya vitu fake ndio watu wachae hapa. Tunahitaji kutii ndio watu wachae hapa.
Laziness ndio inasababisha watu wanafanya miujiza fake ya kuattract watu kanisani. That's laziness. It is easier for you to know huyu preacher ni mvivu. Ni rahisi sana. Nambari ya kwanza ni fake miracles. Fake miracles. Hiyo ni sign ya laziness kwa preacher. Number 2, kucha Jumapili tutapeana chakula, watu watakula chakula. Hiyo ni sign ya laziness. Sign ya laziness. Kuna wakati Yesu alipeana chakula, lakini kulikuwa na sababu. Na haikuwa ndani, ilikuwa nje. Ilikuwa kwa crusade, haikuwa wapi? Haikuwa church. And that food haikuwa ordinary, it was a miracle. Ilikuwa ni miracle. Na ni kwa sababu Yesu aliona hao watu nimekaa na wao sana wakisikiliza injili, haina haja waende. Lakini ndani Yesu alipeana Holy Communion. Ndani Yesu alipeana nini? Holy Communion. Lakini nje alifanya muujiza wa kupeana chakula. Sasa leo ishara ya kwanza ya kuonyesha kwamba mhubiri ni mvivu ni kusema kwa chakula yetu tutapeana chakula. Niliona kwa mtandao kila kitu imewekwa soda na mkate, soda na mkate, soda na mkate, soda na mkate. Sasa ni nini italeta mtu kwa church? Soda na mkate. Ataletwa na injili. Unakumbuka Yesu aliwaambia, mmenifuata kwa ajili ya nini? Ya mikate. Hamkunifuata kwa sababu ya mkate wa uzima. Mmekuja kwa ajili ya mkate. Kuna vitu tunaweza tukafanya zikasaidia watu wakuja kanisani, lakini mawazo yao na Mungu ikawa ni mbali tena sana. Hizo ni signs za laziness. Nimekuja kusema mwaka huu mbinu ya kuleta watu katika nyumba ya mtu Mungu ni kutii the Great Commission. Imagine hakuna big deal, hakuna kazi kubwa, ni kuweza tu kutii nini? The Great Commission. Na tucheze watu hapa. Kila mtu tu hapa amwe. Kila mtu hapa, maana tunaweka target ya kila mwezi. Na last year nilifanya majaribio. Tulifanya majaribio mwezi gani? Kuna mwezi ambao tulifanya majaribio ya miezi kadhaa. Na uliona vile ilifanya kazi na tukapata watu karibu 10. Ingawaje wengi hawakutii. Na nikaona hiyo majaribio ambayo tulifanya, naona tulipata watu kadhaa. Kuna watu niliombea watu sana. Sasa nikaona kwa hivyo next year tunaweza tukatoboa. Na hii mwaka mzima tunataka tukupatie target. Tunataka tukupatie target. Afadhali tukupatie chakula kwa sababu umeleta wengi kwa Kristo. That's better. Afadhali tuseme kwa mwezi wa Januari tukimaliza ametuletea watu 10. Afadhali tukuriwaka. That's better. Afadhali tuseme tunakupatia lunch kwa sababu umeleta wengi kwa Kristo. That's better. Kwa sababu tutakuwa tunakuriwaka kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kukupatia target Januari. Tukimaliza Januari kuna watu wanafaa kuwa umeleta hapa. Tukimaliza Februari target yako, rudi kwa target yako. Na tutakuwekea watu wengi. Nitakuwekea watu wachache sana ambao kwa mwezi unaweza ukadili na wao. Na uhakikishe unamleta katika nyumba ya Mungu. Nikupatie target? Nikupatie? Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Mimi nataka nikupatie target ya namna hii. Kwa mwezi mtu mmoja peke yake. Naonaje hiyo? Kwa mwezi fikia wengi, lakini nataka kwa mwezi ukuje unavuna moja. Panda gunia 50. Lakini sisi tunataka gunia moja. Narudia tena. Fikia watu wengi vile ambavyo unaweza.
Lakini mwezi kisha tuwe kuna mtu mmoja huo kona uhakika na yeye, huyu nimemtoa, nimefuna, nimetoa baharini, haitawahi rudi baharini tena. Hii samaki inaenda kwa nyumba. Mmoja. Ngapi? Mmoja peke yake. Mmoja peke yake. Lakini maeneo yako ya kufikia watu ni kubwa. Ni nini? Ni kubwa. Lakini ujue tu mwezi kisha mmoja ni kweli umekuja naye kanisani. Wakapendwa, narudia tena, tunaweza hiyo ama hatuwezi? Narudia tena wapendwa. Unajua mavuno, Biblia inasemaje? Mavuno. Nataka tubadilishe hiyo maandiko tuisome na kisasa. Ndio nimekosea? Biblia inasema usibadilishe, si ndio? Lakini nasikia sasa naweza nikabadilisha kwa uzuri, si kwa baya. Mavuno ni mengi, watendaji kazi watendaji kazi ni wavivu, si wachache, ni wavivu. Unaona watendaji kazi ni wachache. Watendaji kazi. So kila Jumapili tutajikumbusha mavuno ni nini? Nisaidie microphone nyingine imeisha. Mavuno ni nini? Watendaji kazi wavivu, wazembe, sio wachache. Kufikia sasa tuko na watendaji wengi, lakini ni wazembe, na ni wazembe kwa line ya Great Commission peke yake. Kwa hiyo mambo mengine si wazembe. Kwa kuleta concert, extravaganza, nini nyingine na nini na nini na nini, hizo zote hakuna shida. Lakini kwa ile kazi kubwa ambayo tulipewa, ndio kuna nini? Kuna uzembe. Ndio kuna nini? Ndio kuna uzembe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Narudia tena wapendwa. Inawezekana ulete mtu mmoja. Kwa mwezi mzima. Ni kumaanisha kwa mwaka unaleta watu wangapi? Nauliza, kwa mwaka utaleta watu wangapi? Je, wapendwa, ni vigumu kuleta watu 12 peke yake? Mwaka mzima tuongee tu. Ni vigumu kuleta watu 11, watu 12 kwa mwaka mzima. What does that mean? If we are 100 of us here, kwa mwezi tutakuwa tunaleta watu ngapi? And you know, tukiamua tukue serious na tuamue vizuri, kwa mwezi tunaweza leta watu 100 hapa. Tuamue tu ufurugane na kamlevi kamoja. Usiendee mtu mwenye aliwahi enda chacha kawacha. Usiendee mtu mwenye aliokoka akafanya. Endea mtu fresh, hajawahi okoka, endea hiyo. Maana huyo ukishika ulete, unajua huyo tumepata. Wapendwa, tunaweza kwa jina la Yesu. Na niko hapa kusacrifice our first service ya mwaka mzima. Ni hii tu ndio tutakuwa tukiongea. Hatutaongea vitu vingine. Na maybe baadhi ya Jumapili main services pia tutaongea hii ya kwamba mtu mmoja haiwezi kukushinda. Mtu mmoja haiwezi kukushinda kuleta mtu mmoja. Kama tuko 100, mwezi wa kwanza tutakuwa 200, mwezi wa pili tutakuwa 300. Inawezekana. Bwana asifiwe. Kwa nini hutaki kusema amen? Bwana asifiwe. Haleluya. Geukia mwenzako mwambie ninaweza. Ayubu akasema, Job chapter 31, is it 31? Nimeweka maagano na macho yako. Usiweke maagano na wewe. Make a covenant with yourself. Na useme, ninaweka maagano ya kwamba kila mwezi nitafikia mtu mmoja, nitahakikisha nina harvest mtu mmoja. Ukiharvest 2, 10 ni sawa. Lakini kama kanisa sisi tunalenga ngapi? Mmoja peke yake. Lakini unaweza fikia wengi. Mimi nitafikia wengi, maana ninataka kufanya
nitafanya hiyo kazi mwaka huu, nataka niende zaidi, lakini nitahakikisha kila mwezi nasimamisha mtu, nasema kanisa, kwa mfano ninawapatia, nimeongoza, nimeleta mtu mmoja. Mwezi wa pili the same nitafanya hivi. Nitahakikisha ikiisha mwezi mimi mwenyewe ninaongoza kwa kuleta mtu mmoja. Ingawaje nitaleta wengi, lakini nitahakikisha ile makubaliano yetu ya kanisa ya kufikia ngapi? Mmoja, nitahakikisha tumetimiza. Geukia mwenzako tena mwambie inawezekana. Geukia mwenzako tena mwambie inawezekana. Amen. Haleluya. Haleluya. So tunapaswa kuwaendea, tuwaambie, tuwaambie. Na chini ya hii Great Commission kama kanisa tunakupatia vitu vitatu. Hii itarimu kwa akili yako. Hii nakwambia, ile kazi nitafanya mwaka huu, utahubiria Bwana yako. Utahubiria Bwana yako. Utahubiria mtu yote kwa karibu na hajaokoka. Utafanya evangelism kwa hiyo plot yenu. Utafanya. Nambari ya kwanza tulisema, number 1. Kuna watu ambao wanahitaji kukuwa invited. Kuna watu tunapaswa kuwafanya nini? Kwa sababu tunawagawa kwa categories ngapi? 3. Great Commission yetu tunaigawa kwa categories ngapi? 3. Ya kwanza, kuna watu we need to invite them kwa service yetu. Ni vibaya? Hello? Angalia hapa. Ama watu wamejana vitabu wanaandika sana. That's good. Okay, sikiliza. Kuna kikundi cha kwanza ni kikundi cha kualika watu. Kuna watu utakutana na wao kule nje, ni vizuri kuambia ninakukaribisha Jumapili kwa ibada yetu. Bwana asifiwe. Kumkaribisha peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya aje? Kumkaribisha. Sasa huyu ni either ameokoka, hajaokoka, alikuwa anaenda kanisa aendi. Huyu ni mtu yeyote. Tunatumia upako ya kwanza, ni upako wa kukaribisha mtu. Ninakukaribisha tu church. Hapa haumwambii aokoke, hapa haumwambii afanye chochote. Kitu kimoja tu, kuja ututembelee Jumapili. Je, nauliza, ni vigumu kukaribisha mtu atutembelee Jumapili? Hebu uliza jirani. Muulize, ni ngumu kukaribisha mtu tu atutembelee Jumapili? Ni ngumu ama ni rahisi? Kuambia mtu tu nakukaribisha ututembelee Jumapili ni ngumu. Fanya bidii kwa mwezi kisha uko umekaribisha watu wengi. Zaidi ya 10. Zaidi ya ngapi? Wakaribisha watu, nawaambia karibu tu ututembelee kwa ibada zetu. Alafu Jumapili nyingine uende kanisa yenu. Tosha. Karibu, usikuje kuokoka, kuja tu ushiriki. Amen. Kuja ufanye nini? Ushiriki. Number 2. Kuna watu tunapaswa kuwafuata, follow up. Kuna watu tunawafanyia nini? Follow up. Hawa ni wale ambao walikuwa wamerudi nyuma katika kuenda kanisa. Hawa ni watu ambao walikuwa wanaenda kanisani, sasa hawafanyi nini? Hawaendi. Tunapaswa kuwafanya nini? Follow up. Kuna wafuata na kuwarudisha kanisani. Hawa ni watu ambao walikwazwa kwa ile kanisa, walididimia, wakaacha kwenda kanisa. Hawa wanapaswa kufanyiwa follow up ya kuwafuata. So kuna watu tunawafuata, hatuwahubiri, tunawafuata kuwatia moyo waendelee na ushirika. Tunawafuata kuwatia moyo wafanye nini? Waendelee na ushirika. Je, ni ngumu kufuata mtu alikuwa anaenda kanisa akawacha kwenda kanisani? Ni ngumu. Nauliza, ni ngumu. Tutaweka mikakati ya hali ya juu kuhakikisha kwa HBF zote, tuhakikishe kwa kikundi ya wamama, tuhakikishe kwa huduma zote zenye tuko nazo hapa, we do follow up. Tufuate watu. Hii si mwaka wa kunungunika, hii si mwaka wa kulalamika, hii ni mwaka wa kuwaendea. Hatutaki kujua mtu alifanya nini, tumfuate, tumtie moyo.
Tunataka tuwafuate, tuwafanye nini? Tuwatie moyo, tuwainue tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alafu ya mwisho ndio ile tuwafuate, tuwaambie juu ya Yesu. Sasa hiyo ni Great Commission. Sasa hiyo ni kuwaelezea kuhusu wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Vitu hivyo vitatu, na nitakupatia vitu vya kukusaidia jinsi ya kufanya evangelism, jinsi ya kuongelesha mtu. Niko na vitabu na tutajaribu kupartner na ministry moja inaitwa Life Ministry. Tutajaribu tuone vile tutapartner na wao watusaidie, because wao ndio walioni train kwa evangelism na wako na materials nyingi sana za evangelism. Watusaidie kabisa hapa. Tuhakikishe hapa tunaleta watu. Sema amen. Maana wacheni niwaambieni, kuna nguvu ya watu. Sema nguvu ya watu. Amen. Sema nguvu ya watu. Mimi ninaamini kwa watu wengi, na hii nguvu ya watu nilijifunza na mtu mmoja ambaye nowadays a former the late prime minister. Unajua ni nini ilikuwa inamwekaga hii Kenya? Alikuwa anaogopa, anafanya vitu. Unafikiria ni nini alikuwa nayo? Ni pesa alikuwa nayo. Nafikiri watu wanajua yeye hakuwa na pesa afiki Uhuru Kenyatta, ndio. Lakini kwa nini kila rais umtafuta? Kila rais umtafuta. Na hakuna vitu vile unaweza endelea Kenya kwa kudharau Raila. Hauwezi mdharau na uendelee. Haiwezi waka. Haiwezi waka. Ni nini Raila alikuwa nao? Nguvu ya wafuasi. Raila alikuwa na wafuasi wengi, alikuwa na watu wengi, atakuja mpaka kwenu na atajaza watu kukushinda. Bwana Yesu asifiwe. So yeye alikuwa anatumia nguvu ya watu. Siku ile anaenda kujiapisha, hiyo ilikuwa mbaya sana, lakini serikali ilimwogopa, walipaswa kumshika. Hiyo ilikuwa ni mbaya, lakini huwezi deal na mtu wako na nguvu ya watu, huwezi deal na yeye ovyo ovyo, hauwezi. Bwana asifiwe. Na ndio maana leo ukionea mtu fulani ama watu fulani wanajikusanya, wanakuwa wengi. Wakiwa wengi utawafanyia vile wanataka. Nguvu ya wengi. Na pia tukienda kwa Biblia, shetani anaogopa wengi. Maana shetani alikuja kutawanya. Alikuja kutawanya wapi? Ni wapi hapo anatawanya? Ni maana kuna wengi. Sasa kuja atawanye, agonganishe watu, atawanye. Mfalme asiyemjua Yusufu, Biblia inasema katika Exodus chapter 1. Wacha nikupee katika mambo ya kale. Exodus chapter 1 verse 7 na kuendelea, inaongea kuhusu basi wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana, walizaana sana, walikuwa na nguvu sana, wakaendelea kukua na nguvu sana, na katika ile nchi wakakuwa wengi, wakaongezeka katika ile nchi. Maandiko yanasema, sijui ni mstari wa 8, basi pakainuka mfalme asiyemjua nani? Yusufu. Akafanya nini? Pakainuka mfalme asiyemjua Yusufu, akafanya nini? Simusome hata mbele yake hapo. Pakainuka mfalme asiyefanya nini? Kitu ya kwanza alifanya ni nini? Akaona. Kitu ya kwanza alifanya nini? Na kama zako mwambie mwanga wote nataka shetani atuone tuko wengi. Kwa kama zako mwambie shetani anapaswa kutuona tuko wengi. Akaona. Na kwani huyo mfalme asiyemjua Yusufu kwa agano la kale ni kivuli. Kwa agano jipya ni nani? Kwa agano la kale mfalme asiyemjua Yusufu huyu ni Herode. Ni Farao, yani Farao. Tunajua jina Farao haikuwa jina ya mtu mmoja. Ni huyu akitoka baba, jina Farao ilikuwa inabaki kama jina Herode. Sawa? Farao alikuwa ni kivuli cha nini? Cha shetani. Kwa hivyo siku ya leo ni nani? So kama kivuli kiliona nini? Wana wa Israeli ni shetani mwenyewe anapaswa kutuona aje? Shetani mwenyewe anapaswa kutuona aje? Anapaswa kutuona ni wengi. Hii mambo ya kusema afadhali kuni kwenda mbeba sindano bora waende mbinguni. Hiyo ulipata wapi? Nani alikuambia hiyo?
Hata Yesu hakufikia 5, alifikia wengi. Sasa tukidili na watu 5 na ule 5, hii mbingu itajaa lini? Shetani anapaswa kutuona tukiwa wengi, hapaswi kutuona tukiwa wachache. Ni nini alifanya? Aliogopa. Farao alifanya nini? Aliogopa, akaanza kuona kushindwa. Akasema hawa watu wataungana na maadui zetu na mataifa, watatupiga watushinde. Akaweka mikakati ya kuhakikisha hawaongezeki. Je, wajua siku ya leo shetani ameweka mikakati ya kuhakikisha kanisa haliongezeki. Narudia tena. Wacha niwaambieni bila kuwadanganya. Shetani ameweka mikakati. Biblia inasema ya kwamba Farao akaambia watu wake, haya basi tuwatende kiakili wasije wakaongezeka. Let me tell you today, vile shetani anapiga kanisa lisiongezeke, kanisa limekosa kutambua. Kanisa halijui, na kanisa limewekwa kukua busy na vitu vingine vingi tena sana. Na hivi ndivyo shetani amezuilia. Akasema tuwatende kwa akili, yani tuwafanyie kitu na wasijue, ili wasifanye nini? Wasiongezeke. Maana shetani anaogopa wengi. Ninaamini katika mji wa Kericho tunaenda kukua wengi. Sio kwa kutabiri, kwa matendo. Ninaamini kwa matendo, kwa kuenda tunaenda kukua wengi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Hata kanisa lililo na watu wengi, hata serikali haichezei ovyo ovyo. Mnajuaga hivyo? Kudili na kanisa limejaa na watu wengi, huwezi pigana na wao ovyo ovyo. Hawezi. Hata serikali, hata viongozi wanajua. Hata wanasiasa, si tunaingia mwaka wa kampeni, wanajuaga mahali pa kuenda. Wanaenda kanisa iko na watu wengi, maana wanajua huko kuna watu wengi. Shetani anajua hii. Ninaomba kwa jina la Yesu tuungane pamoja, tutii neno ambalo Mungu ametupatia, tuwaendee kwa jina la Yesu. Ndio kama za kumwambia twende kwa jina la Yesu. Simama juu kwa bibi yako, mwambie twende kwa jina la Yesu. Hii ni mwaka wa kuenda. Sema mwaka wa kuenda. Hii si mwaka wa prosperity. Hii si mwaka sijui wa nini. Hii ni mwaka wa kuenda. And I believe God anaenda kunitumia kuweza kukuempower uweze kuenda. Tufikie wengi wamjue Yesu. Na kuomba kwa jina la Yesu. Takuwa nikifunza kitabu cha Matthew 28. Nataka uende ukisome the whole chapter, uangalie go ni nyingi sana. Enda ni nyingi sana. Kwa hiyo muda mdogo. Na Yesu pia akamalizia kwa kuambia ende. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Na ninaomba pia uende ufanye maagano na wewe. Na useme, Mungu, nafanya maagano na mimi ya kwamba kila mwezi nitamleta mtu mmoja kwa nyumba yako. Je, unaweza ukachukulia hii serious? Nataka tu ichukulie serious. Ni vile hujawahi tilia maanani hii. Na kulingana na vile tulifunzwa Kenya, injili za Kenya zimepea hizo kazi wachungaji, lakini hatujapea washirika. Injili ya Kenya tumeingia sana kufunza watu, kuwafanyia kila kitu, tukuombe, tukufanyie. But mimi nafikiria Yesu ametutuma tufanye vitu. Na mimi ninataka niamini pamoja na wewe. Ninamaanisha vile ninasema. Ninaomba kabisa chukulia serious ujumbe huu. Na njia ya kuweza kuchukulia serious ujumbe huu ni kwa kusema niko tayari kutii. Na kutii ni kufanya nini? Ni kuenda. Last year nilifunza kuhusu kuenda. Nikamaanisha kuenda kuna maanisha nini? Because wengine wanawaza, pastor, sasa nitaacha kazi yangu niende kuhubiria watu. Halo? Pastor, nitaacha kazi yangu niende kuhubiria watu? Hapana. Nilikwambia kuenda kuna maanisha nini?
Kila mara unapofikia mtu yoyote hajaokoka hata akiwa karibu na wewe, hiyo ndio kuenda. Kuenda si kutoka hapa niende Nyagacho. Kuenda ni kufikia mwenye dhambi. Narudia tena, kuenda ni kufanya nini? Na si unaweza fikia customer wako, si unaweza fikia jirani yako, si unaweza fikia rafiki yako. Wacha kupiga mahesabu ya kutaenda Nyagacho, wacha kupiga mahesabu sijui nitaenda wapi. Maana unajua ukikaa chini uanze kupiga hesabu wapi sasa ndio utaenda kufanya evangelism, utakosa. As a group, kuna Sundays tutatumana. Sundays zingine nitakuja hapa nitaongea dakika chache nimalize nikupake mafuta niseme wamama endeni Majengo, vijana endeni Baraka, wazee endeni town. Kuna siku tutakuwa nikifanya hivyo. Kama wakati tunaenda kama kikundi tunawaza ni wapi tunaenda. Wakati tunaenda kama kikundi ndio tunawaza tutaenda wapi. Wakati tunawaza kufanya mkutano na speakers tutawaza tutaenda wapi. Wakati unatii great condition ni kufikia yeyote ambaye hajaokoka umeenda. Boda, utapanda boda. Mimi nafanyaga hivyo. Boda napanda. Before nifikishe mahali naenda. Na before nimlipe na pesa, simlipi cash. Cash ni haraka ataniacha. Alafu na pretend simu inakataa kutuma. Na jamaa unafanya hivyo unafanya nini? Imagine anakubeba Nyagacho hiyo yote unakuja ukiongeaga naye kuhusu Yesu, unakuja ukiongeaga naye kuhusu Yesu, ukifika hapa church unatoa simu, unaendelea kuongea tu kuhusu Yesu, unafanya hivi, alafu baadaye kama na niko na 50, nishamaliza kumhubiria, unawaambia kumbe hata niko na 50 shika. Kuna kitu umepanda, hiyo ni kufika. Si umeona nafasi ziko nyingi. Sasa umeona mavuno ni mengi, watendaji kazi ndio nini? Watendaji kazi ndio nini? Wavivu. Imagine hata kuna mtu hapa unaishi tu na naibaya hapa. Na naibaya hajafanya nini? Hajaokoka. Na hujamuongelesha. Laziness. Imagine hiyo mtu ya boda anakubeba, amekubeba miaka ngapi? Uliza jirani yako, mwambie Uber yako ya boda amekubeba miaka ngapi? Hapa Kericho ndio bado mnaita boda. Si useme Uber. Mtu akikubeba miaka mingi peke yake na muitaka na kupeleka, hiyo ni Uber. Sema Uber. Ndio kama za kumuuliza amekubeba miaka mingapi? Hata siku moja hujawahi mwambia nini? Kuhusu Yesu. Si unaona wewe ndio mvivu? Hello? Si mnaona sisi ndio wavivu? Si mmeona sisi ndio wavivu? Lakini watu wako Gladys, uko na customers hawajaokoka. Uko na wao. Waongeleshe. Waambie kuhusu Yesu. Wanafunzi leo tunapowatuma shuleni, kando na kwenda kusoma pia, si gharama kuambia mtu kuhusu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Si gharama. Ninamalizia nikisema maneno haya. Kuna mtu utahubiria awe ni apostle. Kuna mtu utahubiria umehubiria pastor. Kuna mtu utahubiria umehubiria ni prophet. Kuna mtu utahubiria awe ni evangelist. Kuna mtu utahubiria ni mwimbaji. Kuna mtu utahubiria ni bishop. Hebu niambie, baada ya miaka 5 mwenye ulimhubiria sasa ni pastor. Sio ni mzuri? Sasa leo tuseme mwenye alinihubiria nikaokoka. Hebu niambie. Najua yeye si mhubiri. Najua si mhubiri hata kidogo. Na penye yako hata hubiri. Lakini kazi inafanyika kama ifanyiki. Haya, sijui kama ni ukweli ama ni uongo. Inasemekana mbinguni kila mtu anapanga line na wale watu wenye umefanya kazi yako. Mimi nitapanga line mbele, nitakuwa wa kwanza. Si nitaenda nyuma ya mtu. Na pengine hata ni mama ndio nitaenda nyuma yake. Mzee Bodi alinihubiria. Nitaenda nyuma yake na watu wangapi? Halo, nitaenda nyuma yake na watu wangapi? Pengine niende na 1,000,000. So kitabu yake taandikwa aje? Hii ndio inanitia moyo niende nihubiria watu. Kwa sababu kuna mtu nitahubiria na ni mhubiri. Kuna mtu nitahubiria na ni mwimbaji. Imagine nikae kwa nyumba yangu baada ya miaka mingapi? 2. Nisikie mwimbaji anahojiwa.
Hebu tuelezee kuhusu safari yako ya wokovu. Ambia, mimi nilikuwa tu sokoni, nikaenda kununua mboga kwa mama mmoja anaitwa Gladys. Natumai Gladys unaniona. Asemi Simio. Anasema nilikuwa nimeenda kununua mboga na huyo mama akaniambia kuhusu Yesu na nikaokoka. Na leo mimi ni mwimbaji mkubwa. Gladys, Mungu akubariki sana. Ulinihubiria. Gladys amewahi fika kwa TV. Hata pengine hatafika. Amewahi fika kwa TV. Lakini mwenye alihubiria tayari ameenda. Ndio kama zangu mwambie twendeni tuwafikie. Kuna samaki utashika, itakuwa ni samaki ya kawaida, itakuwa ni samaki ya nguvu. Sema amen. Tumpatie Yesu makofi mazuri kwa sababu. Mtazamaji wangu, nafika tamati ya ujumbe wetu. Natumai leo nilikuwa nafanya utangulizi na kukutia moyo na kukuonyesha faida za kuwaendea na kuwaambia juu ya Yesu katika jina la Yesu. Share video hii ili ukaweze kukua baraka katika jina la Yesu, na kukaribisha pia katika ibada yetu ya siku ya leo. Tutakuwa tukiwatuma watoto wetu waende shule. Hatuwapeleki, hatuwaachilii, tunawatuma katika jina la Yesu waende kusoma. Karibu tubarikiwe pamoja. Ni mimi wako Apostle PMC New Voice of Fire. Happy New Year. Patia Yesu makofi mazuri. Bye. Tulisema kwa service ya leo